Ninaitwa Paul. Kwa majina ninaitwa Paul. Ninatoka upande ya Kamwaola. Huko upande ya Molo. Wenye wanajua upande wa Molo. Nilitoka huko wakati wa classes 207 nikakuja huko. Sasa mimi nataka kujibu huyu mwenzangu anasema CBC inafanya. Sijui ana watoto. Mimi ninashindwa kwa sababu mimi nina watoto. Na ile masomo yenye iko saa hii, ile masomo yenye wanasoma hata sisi wenyewe hatuielewi. Kwa sababu unakuta mtoto wako ameitwa kwa shule. Sasa hiyo ndio mimi nauliza. Hiyo ndio wanasema CBC inafanya. CBC haifanyi. Ukikuja ukute masomo wenye wako na watoto ya grade 7, pia niko na grade 7. Vitabu hiyo ndio CBC na sahi. Hapo hakuna CBC. Hiyo kitu ya kwanza, ondoa kwa CBC. Kitu ya pili, mimi nataka kuuliza huyu Ruto. 207 sisi tulitoka huko Kamwaola kwa sababu yake. Si ati tulitoka kwa sababu ya mtu mwingine. Raila ndio alikuwa na kiti ya president. Lakini ukienda kuangalia ule mtu alitupiga, ule mtu alipiga wa Kikuyu ni Ruto. Ndio alikuwa na gunsi yake. Sasa tukatoka huko tukakuja hapa Nairobi. Saa hii tunapigwa tena kwa sababu wakati anatuambia anatujengea hizi manyumba za affordable. Hiyo sio affordable. Hiyo affordable, hiyo affordable sio manyumba ya maskini. Hiyo ni nyumba ya matajiri. Mwenye anajua ati anasema ati hiyo nyumba anajengewa. Pole sana. Hiyo nyumba ni ya matajiri. Mimi nilienda kule kwa sababu nisikia nyumba ni bei rahisi. Nikakimbia huko, nikaenda nikajaribu vile nitaweza kuingia kwa sababu mimi nafanya na muhindi na anakuanga katikati ya hizo manyumba anajenga madirisha. Nikasema pia na mimi siniende ningengane. Nisemange pia na mimi nakaa kwa hizi nyumba za affordable. Nikaenda huko kwa ofisi yao iko hapa Road C mwenye ajui. Kuenda pale nikakuta wanasema deposit ya 40,000. Sasa mimi mtu wa boda boda nitatoa wapi 40,000 nimesave niende niweke deposit? Hiyo ni ya mtu tajiri, hiyo si mtu maskini. Pia kitu ya pili, hata ukienda ukae pale, ukuwe na pikipiki yako, parking utakuwa unalipia. Kwa sababu kama umechukua nyumba unapata yako iko huko juu, utaweka kwa nani huko chini? Hapo kuingia hauwezi. Hizo nyumba ni za matajiri. Na mwenye anataka kujaribu, aende ajaribu, akuje atuambie hiyo nyumba ni yetu. Sasa sisi tumekaa hizi manyumba za bei rahisi hapa na zinabomolewa. Mimi nilikuwa nakaa hapa, hizi manyumba zenye zilibomolewa hapa juzi Disemba. Na hizo nyumba nilikuwa ninaweza kuafford ninalipa 1,000 yangu 2 ama 3. Sasa ile affordable nitaweza? Sasa mimi nataka kuuliza Ruto. Anataka tena kututoa Nairobi, atupeleke pale alitufukuza ama tutaenda wapi? Najua kuna vitu vingine unaweza angalia, useme hapa mimi ninangengana. Huko nitapelekwa nikae wapi? Na nilifukuzwa. Vitu zetu zote ziliisha. Si ati ni mahali ati tutaenda kukaa, hakuna. Saa hii ni kukaa tunakaa kama mwewe. Hata unaogopa. Kwa sababu sasa unashindwa utafanya nini? Mimi yangu nataka kuambia Ruto. Mambo ya kusema affordable awachane naye. Hiyo vitu hata tunaibomoa kwa sababu haitakuwa itakuwa nani? Hizo manyumba amejenga kwa nyumba ya serikali. Unafukuza mtu mwenye amejenga manyumba hizo. Wao watu walikuwa wamepewa watu ya Kanjo. Kuna manyumba za Kanjo zimejengwa amekuja amepiga, anajenga zake. Hiyo shamba sio yake. Hiyo shamba ni ya serikali. Pesa ninakatwa kwa muhindi. Hakuna mahali ninaandikangwa ati wenye nitafika mahali nitaenda nipewe nyumba. Mimi saa hii nikitoka kwa huyo muhindi mwenye niko. Hiyo pesa yangu si imepotelea. Kuna pesa yangu hapo? Hakuna. Kwa sababu haijaandikwa mahali. Kuna mahali kuna mwenye anaandikangwa pesa hii anaambiwa hii ni housing. Ati umekatwa sasa hii imeenda hapo. Kuna mtu ameregistriwa hiyo nyumba? Hakuna. Na kama kunayo maybe bahati yake. Ama sisi naye atuelezee tuende kwa muhindi wetu tumwambie wengine pesa zao zinakatwa
na wanazionanga zao za nyumba. Mimi yangu siioni, ukweli sijaiona hata. Hiyo ni kitu yenye mimi sijawahi. Tena nataka kumuuliza, mimi nimekuja nimeng'eng'ana, nimekuwa driver hapa. Saa hii ninaendanga na gari ya Muhindi. Hii Citizen anaingilia ya nini? Kwani kila kitu ni yake Kenya hii? Citizen unaingilia madereva. How? Hiyo tumemwajiri kazi. Tena amekuja anataka kutuajiri kazi. Hiyo ni mimi naona tu ni kumwajiri. Na anataka kupitiza ikuwe 20. Miaka 20 atakalia kwa hiyo kiti. Si akubali hii miaka 5 amekaa. Aridhike naye aende nyumbani Sugoi. Hivyo tu ndio naweza kumwambia. Kitu kingine, anakuja sasa wanaangalia mashamba. Kuna watu walikuwa wamepewa mashamba wakati wa Kenyatta, wakati wa Kibaki, wamekuja wamepewa mashamba. Sasa anachunguza sababu title haijawahi toka. Sasa anaenda anang'eng'ana kwa land, analipa lease, title inatoka. Na title ikitoka unaambiwa hauna title. Kwani wale mapresident wengine hawakukuwa wanajua hizo mashamba hazina title? Hizo mashamba walipewa na watu wengi walipewa wakati wa kukubwa title. Watu walikuwa na lease. Hata mashamba hata ukienda nyumbani, hata saa hii mashamba tuna lease. Kama ngozi wangu maswali mbili. Amesema CPC fanyi kazi. Watoto wako wako shule ama wako shule? Ya pili. Amesema ako na watoto lakini CPC fanyi sana, nataka kujua kama wako nje ama wako shule. Ya pili, ni nani alipiga watu Naivasha? Ile ni Niki ambaye tumejua ni William. Naivasha nani alipiga watu? Kisumu nani alipiga watu? Na mimi ningetaka kujua kwa sababu mimi nilipigwa Kisumu. Nataka kujua huyu ni nani alinipiga nikiwa Kisumu. Unaweza kuniruhusu kupika ni Ngoja kwanza. Kama tuliko na mtu mwenye anaweza msaidia haina shida. Hiyo ndio debate. Mheshimiwa Spika, kujibu alivayo. Hii kujibu alivayo usiende. Nilikuwa nataka kumjibu hii mambo ya Sura anaongea. Kitu ya kwanza namuomba kama ndugu yangu, mtoto yake kwanza anasoma wapi? Kwa sababu ya nini nimemuuliza hiyo? Anaongea mambo ya CBC na pengine hana mtoto kwa CBC. Sisi wale tumeweka watoto kwa CBC tunajua yale tunayapitia. Na yeye anasema ajui hiyo. Kama amenunuliwa na serikali, atetee serikali kwa sababu serikali iko na pesa mingi ya kununua watu. Aachane mambo ya education. Hako vile amejibu. Tumesema uridhike. Mr. Speaker, niko na swali mbili kwa huyu yangu kutoka Kamaura. Na swali la kwanza nilikuwa nataka kuuliza mambo ya 207. Ameongelea mambo ya 207. Na nilikuwa nataka kuuliza shamba ya Kamaura ni land scheme ama ni shamba ya watu? La kwanza. Swali ya pili. 207. Nani alikuwa Ruto alikuwa anasimama president ama ni Raila na Kibaki walikuwa wanashindana? Hapo ndio nilikuwa nataka kwa sababu umesema jibu yeye mwenyewe. Mimi nataka kusema kitu yenye imefanya niulize hiyo swali. Yeye alikuwa deputy na yeye ndio alifanya kuonekana ako na machungu kushinda hata mwenye alikuwa anawania hiyo kiti. Sawa? Umeridhika? Amemaliza maswali. Sababu ya Naivasha, wale watu walipigwa Naivasha. Sasa ilifika mahali ikabidi lazima, unajua sasa ikikuwa wewe umepigwa sana lazima utafute njia nyingine ya kupenya. Uhuru hapo alitusaidia. Sisi tungekufia Naivasha sasa. Tulitoka kule Kamwaora tukakuja tukafika pale Naivasha, ikakuwa hakuna mahali ya kuenda, pale ni mbaya. Sasa Nairobi hatuwezi fika. Sisi tukajidefense. Sasa Kisumu, mimi sijaongea Kisumu kwa sababu sikuwa Kisumu, naongea pale nilikuwa. Mimi nilikuwa Kamwaora. Nilikuwa Kamwaora wakati tulipigwa kule, tukakuja tukitoroka, tukakuja Molo, tukafika Naivasha kikaumana. Na sasa kama hiyo vita hawangeanza kupigwa hapo Naivasha, vita ingeisha? Wacha.